Moja kati ya story ambayo imekuwa kubwa ile kinoma noma duniani kote ni kuhusiana na issue nzima ya taarifa ambayo wameweza kuitoa shirika la anga NASA kutokea nchini Marekani. Unaambiwa kwamba shirika la anga NASA limetangaza kuahirisha uzinduzi wa safari ya kihistoria ya Artemis 2, safari ya kuelekea mwezini, hadi mwezi Machi mwaka huu wa 2026 baada ya kugundulika kwa tatizo la uvujaji wa mafuta wakati wa majaribio muhimu ya mwisho ya maandalizi ya uzinduzi wa safari hiyo. Kutokana na hatari ya kiusalama, timu ya uzinduzi ilisimamisha mara moja hesabu za mwisho za maandalizi na kufuta jaribio hilo. Mpaka sasa hivi NASA wamesema kuwa wahandisi wanachambua takwimu zote za majaribio ili kubaini chanzo halisi cha hitilafu, pili kufanya marekebisho ya vifaa, na tatu kuhakikisha mfumo wa mafuta unakuwa salama kabisa. Unaposikia kuhusiana na Artemis 2, safari hii imepewa jina la Artemis 2 ikiwa ni safari yenye lengo moja, kumpeleka mwanadamu kwa ajili ya kuweza kuzunguka katika uso wa mwezi. Ieleweke, safari hii si kwa ajili ya kutua katika uso wa mwezi, bali Artemis 2 ni safari kwa ajili ya kuzunguka juu ya uso wa mwezi. Naomba nikukumbushe baadhi ya safari ambazo shirika la anga NASA limeshaweza kuzifanya za kutua katika uso wa mwezi. Kuanzia safari ya kwanza ambayo ilipewa jina la Apollo 8 ambayo ilifanyika mwaka 1968. Hii ilikuwa ni safari maalumu kwa ajili ya kuzunguka katika uso wa mwezi. Safari ya pili ilikuwa ni Apollo 10 ambayo ilifanyika mwaka 1969, ambayo hii majaribio yake yalikuwa ni sasa kwenda kutaka kutua katika uso wa mwezi. Ingawa safari hii haikufanikiwa, safari ya kwanza ya kumfanikisha mwanadamu kutua katika uso wa mwezi ilikuwa ni Apollo 11 ambayo ilifanyika mwaka 1969, zikifuatiwa na safari nyingine kama ile ya Apollo 12 ya mwaka 1969 ambayo pia walitua katika uso wa mwezi. Mpaka sasa hivi hakuna nchi yoyote duniani ambayo imefanikisha kumsafirisha na kumfikisha mwanadamu salama katika uso wa mwezi isipokuwa nchi ya Marekani. Hii inaitwa Suma Media, ladies and gentlemen. Endelea kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos. Mimi naitwa Daddy Father of 6 baby babies, Kelvin KO right now behind my seat, ladies and gentlemen. Wanna hear you say poor.